hebu tuambie kidogo experience ya michuano ya AFCON kwa msimu huu. Namna ambavyo ilikuwa, lakini chini ya benchi la ufundi la kocha Gamondi pamoja na benchi lake lote la ufundi. Tumemtazama pale Ahmed Ali, tumemtazama Musa Ndau alikuwa pale akiongoza. Experience ya michuano hiyo mpaka kufika katika hatua ya robo finali ilikuwaje kwenu kama wachezaji? Kwanza ilikuwa ni experience nzuri. Kama unavyojua AFCON ni mashindano makubwa. Ni mashindano ya ndoto ya kila mchezaji wa Kiafrika. Yes. Hata mimi kwangu ilikuwa ni mashindano ya ndoto yangu. Tokea niko mdogo naangalia kwenye mabanda ya TV, naondoka na mzee wangu na kuangalia mashindano. Kwa hiyo nilikuwa natamani siku moja nicheze. Kwa hiyo kucheza mashindano kwangu ni jambo kubwa, na pamoja na kucheza nimetengeneza historia. Kwa mara ya kwanza nimecheza mashindano haya. Nimeweza kusaidia nchi yangu kuweka historia tuyaiweka. Kwangu mimi na furaha, na pia kwa makocha kama ulivyozungumzia, technical bench kwa ujumla, nadhani wote ni walimu wazuri. Technical bench ilikuwa nzuri, kila kitu kilikuwa kipo professional. Kwenye top way nikimaanisha ma video analysis, jinsi ya kuwasoma wapinzani, mazoezi yetu ya tactic. Nadhani ndio vitu vingi vilivyosaidia mpaka sisi pia tumekuwa na performance ile watu wanaiona. Maana bila mazoezi mazuri, bila ufanisi mzuri wa kumjua mpinzani wako unacheza naye, nadhani mechi inakuwa ni ngumu zaidi. Lakini ukishamjua mdhaifu wako na mapungufu gani, ana faida gani na kitu gani tukiboreshe, na pia na mazoezi na tactics za mwalimu inasaidia kupata matokeo mazuri. Ndio kama kilichotokea, watu wamecheza mpira mzuri, mpira wa kuvutia, wamecheza vizuri. Mwisho wa siku wametengeneza historia iliyoweka. Obviously kuna tofauti yoyote kati ya kuwa chini ya mwalimu Gamondi pamoja na walimu wengine ambao tayari mmeweza kukutana nao katika timu ya taifa? Binafsi mimi naona wote ni walimu wazuri, na kila mtu ameweza kuplay part yake aliweza kuplay. Walimu waliopita wameivusha timu imeenda kwenye AFCON, na mwalimu aliyokuja ameivusha timu hatua 16 bora, ameweka historia. Nadhani kwangu wote ni walimu wazuri na nawaheshimu sana. Hicho ni kitu bora na vyote walivyofanya. Yote kwa yote nchi imefaidika. Watanzania wamefurahi. Uwepo wa michuano ya AFCON pamoja na CHAN kwa kama nchi ama taifa, pengine imeongeza kitu gani? Ni jambo kubwa kwa wapenzi wa mpira Tanzania na wapenzi wa mpira wa Afrika pia na dunia. Maana ni mashindano yote ni mashindano makubwa kabisa. Dunia nzima inaona kama walivyofanyika Tanzania kama mashindano ya CHAN. Mmeweza kuona watu kutoka nchi mbalimbali wamekuja. Inasaidia pia uchumi kwa taifa letu. Ni mashindano makubwa, na nadhani vitu vimeongezeka kwa njia tofauti tofauti. Wanasema Taifa Stars imetolewa kwenye AFCON kwa dhulma. Ni kama wachezaji mnaamini katika hilo? Kabisa, wanasema ni sahihi, sababu kila mtu ameona. Kila mtu ameona, kila Mtanzania ameona. Na siku zote wanasema kwenye idadi kubwa huo ndio ukweli. Kama ile asilimia kubwa tuseme asilimia 60 au 70 wamesema ni kweli, asilimia 30 wamesema uongo. Kwa hiyo inamaanisha 70 ndio wameshinda, wengi wapewe. Na ukweli ndio upo hivyo, na asilimia kubwa kila mtu ameona na kila mtu analalamika. Na mimi pia kwa macho yangu kiniambia mmedhulumiwa. Kwa tu mwehu, kwa muwazi kabisa. Mmedhulumiwa. Honestly, kwa penalty honest. Na kuna labda hamasa yoyote mnapata kama wachezaji kwa uwepo wa goli la mama? Tumeona magoli yakiwa yananunuliwa kwa bei kubwa, na rais amewalika Ikulu, mnaenda kupata chakula na mheshimiwa rais pale. Ni kama wachezaji kuna hamasa yoyote kutoka kwenye goli la mama? Hamasa ipo kama unavyozungumza. Maana ni swala la nchi. Kama la nchi, kama mkuu wa nchi mwenyewe ameingilia kati, lazima hamasa iwepo. Na pia kama unavyojua pia ni maisha ya watu. Ni maisha ya watu, ni kazi za watu. Kwa hiyo ukiona kitu kama hicho extra, lazima upambane, uvuje jasho. Licha ya kuwa ni fahari kuitumikia nchi yako, pia kutokea hamasa ya kifedha inakuongeza zaidi motisha na juhudi ya kuzidi kupambana zaidi. Kwa hiyo Alphonce, 2027 michuano ya AFCON itakuwa hapa Tanzania. Pengine nyinyi kama wachezaji mmeshaanza kuzungumza chochote kuelekea katika michuano ya AFCON 2027? Kabisa. Maana kila mchezaji
baada ya mashindano yale amekaa, baada ya kuweka historia iliyoweka, kila mtu anasema sasa hili ni deni. Kwa performance niliyoonyesha inabidi niongeze zaidi ili niweze kutengeneza historia nyingine kubwa zaidi. Kwa hiyo kila mtu mindset yake, kila mtu anarudi kwenye klabu yake, anazidi kupambana, anaenda kupambana kuhakikisha anazidi kurejea katika kikosi cha timu ya taifa na kucheza mashindano pia makubwa yanayokuja AFCON. Na kuisaidia nchi kutengeneza historia nyingine. Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia watu watanyanyua mafua hapa. Kila la heri. Bwana Alphonce, tukiachana na timu ya taifa, watu wengi wanakutizama, wengi wamekuonea timu ya taifa. Pengine hawajui historia yako. Mimi natamani uambie Alphonce ni nani, ulianzia wapi safari yako ya mpira mpaka sasa hivi unacheza Shamak? Ndio. Alphonce Mabuya Msanga. Amekulia kituo cha Bunda Yoso Academy. Kituo gani? Bunda Yoso Academy. Kiko wapi? Kiko Bunda. Yani kuanzia maisha yangu ya mpira, Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani kocha wangu Youngman Malagira. Baada ya hapo kipindi hicho kwa kuna mashindano yalikuwa yanaanzishwa Alliance pale ya Mwanza ya mikoa mbalimbali, walikuwa wanachukua vipaji. Kwa hiyo tukafanikisha kwenda kucheza mashindano yale. Alliance ndipo wakaniona, akanichukua kwenye kituo. Kipindi hicho Alliance wanakusomesha bure na unacheza mpira bure. Chini ya James Mara Wabwile alikuwa mkurugenzi wa Alliance, Mwenyezi Mungu pia ampumzishe kwa amani. Baada ya hapo ndo nikapata nafasi ya kuchaguliwa. Tulikuwa pale na Alliance pia kulikuwa kuna mashindano yanaitwa na TFF, shirikisho la mpira ya mikoa mbalimbali. Kipindi hicho under 14 ilikuwa 2014 au 15 hapo. Hapa nachagua miaka 13, ilikuwa timu ya taifa miaka 13. Ndo wakaja wakina Morris na Dar es Salaam, wakina Chasambi, wakina Pasco Msindo na Morogoro. Wakaja na timu zao. Baada ya pale ndo ikachaguliwa timu moja. Kwa timu moja tukabakia pale Alliance. Kwa baada ya pale tulikuwa tunatoka kama shule zikifungwa mwezi wa 12. Tulikuwa kama kipindi kile tumeanza kucheza mashindano Burundi, tukachukua kombe, tulikuwa tunatokea Alliance sehemu moja. Kwa tukirudi kama hivi Dar es Salaam kuja kempu, analetwa waliochaguliwa baba kwenye Mtashumita au Miseta. Wanakuja watu wengi, mchujo tena napigwa krimu hapo. Kwa watu kama ulikuwa Alliance hauwezi kubweteka, inabidi upambane zaidi ujihakikishie nafasi. Kwa anachukuliwa tena wengine wanaletwa tena kundi lingine. Kwa inabidi uzipambanie nafasi. Competition ilikuwa kubwa. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu akajalia nikabakia kwenye kikosi cha timu ya taifa cha 17. Nikacheza AFCON. Baada ya kucheza AFCON nikarudi Alliance kwa bado ya 17. AFCON under 17. Yes, under 17. Kwa bado ya 17 nikapata nafasi ya kucheza ligi kuu ya Tanzania na Alliance. Kile bado ipo ligi kuu. Baada hapo nimetimiza 18 nikapata nafasi ya kufanya majaribio Serbia. Majaribio yangu yalikuwa ya siku 2. Ilikuwa ni Spartak Subotica. Baada ya pale nilipofaulu, unajua umeenda nchi za watu bado mdogo, inabidi uadapt mpira wa Ulaya unapocheza. System yao kwa ujumla ilivyo, kwa hiyo ukaanza moja kwa moja kwenye timu kubwa. Nikaenda kucheza timu zao za vijana chini ya 19. Nimecheza msimu mmoja. Hivi kwenye majaribio kuna ugumu sana ama pressure? Umeambia Serbia ni siku 2. Nimeenda mazoezi nifanya siku 2. Yani nachoshukuru Mungu. Yani ilipofika tu mwalimu aliyekuwepo nifanya mazoezi siku ya kwanza, mwalimu akanipenda. Alafu kesho yake kwa kuna mechi. Akanipa mechi nikafunga. Baada ya kufunga meneja wangu apigiwa simu, huyu tunamsaini leo. Ben Erasmus alipigiwa simu hapo. Huyu tunamsaini leo. Nyota njema ilikuwa kiama. Kabisa. Baada ya hapo nikabidi nianze kucheza timu za vijana. Kwa sababu huwezi kutoka hii timu ilikuwa ligi kuu ya Serbia, na ligi ya Serbia ni ngumu kwa kumetoka Afrika moja kwa moja. Inabidi kwanza uadapt mpira wa Ulaya. Nimecheza msimu mmoja au nusu msimu. Msimu nilikuwa nimefika hapa ilikuwa nusu msimu. Kwa namalizia msimu. Naenda nimecheza msimu mmoja. Nikafanya vizuri na timu ya taifa, timu ya vijana ya pale under 19. Baada ya hapo mimi msimu unaokuja ndio nikaomba niende kwa mkopo na Visadi. Nashukuru Mungu nikawa nipata muda mwingi wa kucheza. Nikaenda na Visadi, nimecheza karibia mechi 17 ligi nzima, nikafunga goli 4, nadhani 4 na assist 1. Kwa hiyo nikamaliza msimu wangu vizuri. Kwenye nafasi unaocheza ni ngumu sana. Nikapata namba nzuri. Kwa hiyo ikabidi nirudi Spartak kwa mkopo. Lakini kuna vitu ambavyo kimasirai tukigongana navyo. Na pia mpira Serbia pia una mambo mengi kwa kweli. Mambo mengi sana. Kama Afrika tu. Serbia kwanza ubaguzi kwa hali ya juu.
Warangi. Una mambo mengi. Baada hapo ndo nikaondoka nikaenda Azerbaijan. Ambapo ndo nacheza sasa Shamaki. Sababu pia nipigia mahesabu yangu kwa jana nikienda Azerbaijan nitapata muda mwingi pia wa kucheza. Nahitaji kucheza, nahitaji kukua. Kwa uwezo kaenda sehemu ambayo yenye pressure kubwa. So nadhani Azerbaijan ndio imenitengeneza account ambayo nimekuwa mimi hapa. Sawa, Mwenyezi Mungu akijalia sehemu yote tena tutaondoka. Pakubwa zaidi. Tunakuombea. Hebu Alphonce tuambie, wakati unacheza under 17 hata kwenye AFCON ulikuwa unacheza fullback? Ndio. Sasa hivi wakaja kuswitch kucheza kiungo. Ndio. Kuna ugumu wote au wa kuswitch haraka kutoka kucheza fullback au nafasi ambayo umezoea kwenda kucheza nafasi nyingine? Hapana, kwa watu wanaonijua mimi ambao tumekuwa wote kuanzia last, mimi nilikuwa ni kiungo. Baada ya under 17. Sasa fullback ulifikaje huko? Huko ilifika kwa kulingana na mwalimu nadhani. Sasa niona kabini sasa kama right fullback kwenye AFCON under 17. Baada hapo nikaenda Serbia na visadi kule muda mwingi ambao nimecheza kiungo. Azerbaijan sasa ndio kiungo. Yaani nilikuwa namba yangu alisema unajua tokea udogoni nilikuwa namba yangu, lakini pia wengi walikuwa surprise kama walikuwa surprise baada ya kuniona under 17 nacheza right fullback. Nadhani walimu wenyewe akiamua chochote unaweza kufanya, na mimi nacheza sana. Tumuone Mzamiru Yasini sasa hivi anacheza namba 9. Umeona tunaje? Mwenyewe kwa anapokea simu nyingi. Hivi kwaje tena? Mimi nifanyeje? Ndo kazi yako. Pia ni nzuri watu hata vijana ambao kwa mtaani wasikalili. Ukiona sehemu kwenye opportunity, tumia opportunity hiyo. Kwa sasa hivi hata ukipata nafasi ya fullback unacheza vizuri kabisa. Nacheza vizuri kabisa. Lakini muda mrefu sana sijacheza. Muda mrefu sana. Tuambie, kucheza Ulaya ni ndoto ya wachezaji wengi hasa wanaocheza hapa Tanzania. Ndio. Wewe ulifanikiwa wapi? Na wenzetu ama tusiseme wenzetu maana mimi sio mchezaji. Wenzio ambao wanacheza hapa wanatamani kwenda Ulaya pengine. Wafanye kitu gani ili nao waweze kufika zaidi? Kucheza Ulaya pia inategemea na nafasi. Na mimi kwangu naweza kusema ilikuwa pia kama bahati. Licha nilifanya vizuri na timu ya taifa ya under 17, nimepata nafasi. Na nafasi nilitumia vizuri. Lakini pia ilikuwa ni bahati na mimi kwangu kwa ni ndoto yangu. Na kweli nimeshai kuota nacheza mpira Ulaya, lakini sikujua nitafika vipi. Ulikuwa ni unaota tu. Niliota tu nacheza mpira lakini sasa kiangalia. Unakuwa parefu mbali sana. Lakini kwa kuwa niliota nikaenda kutia juhudi na nia kwa kinachokitaka. Na Mwenyezi Mungu pia anaona katika sala akanifungulia. Na nafasi niliyopata nikaondoka. Nadhani ni mchezo wa nafasi. Kama mtu amepata nafasi na imani aende ni vizuri. Ni vizuri kubadilisha mazingira, kucheza mbali na nyumbani. Lakini cha kujua kitu kimoja, bidii uwe strong sana kwenye mental. Mambo ni mengi. Utakutana changamoto ni nyingi kabisa. Sana huko ni mbali na nyumbani, mbali na familia yako. Maubaguzi ya rangi ni kitu cha kawaida kwenye mpira. Wewe inawavunja moyo sana. Inavunja moyo. Wewe mnakabilianaje vipi unapokutana na tukio kama hilo? Hapo sasa ndio ninapokuambia kwenye mentor yako jinsi gani unavyoipokea na jinsi gani unavyoliachia. Kilipokea negative sana uta down kichwa chini, performance yako itashuka mwisho wa siku. Kule umeenda kama kufanya kazi. Ukiona performance yako ni mbovu, watu wanakutoa. Maana umeenda nchi za watu, wewe ni professional. Inabidi kweli professional ufanye zaidi ya yule mtu uliyemkuta pale kwenye nchi, kwa sababu pambane zaidi mara mbili yake. Na kule wenzetu nisikudanganye, wenzetu kule wanajipenda wao kama wao kwanza ndio wanakuja kukupenda mgeni. Kwa hiyo ukiona paka wenyewe wameanza kukuongelesha ujue una kitu. Sio kirahisi. Sio wakarimu kama nchi za kwetu kama Tanzania, mgeni akija wanamkarimu sana. Kabisa. Kabisa, ni kule wenyewe sema kweli wewe kwa Tanzania wenyewe kwa wenyewe kwanza. Kabisa, ni wenyewe kwa wenyewe. Mpaka akupende wewe uone kitu kweli na wewe umepambana kweli. Bado tunaendelea kuzungumza na Alphonce Mabula. Anatuambia mambo mengi ambayo mimi na wewe pia tulikuwa hatuyafahamu. Tuko hapa kwa ajili yake ambapo anaendelea kutujuza yale mengi. Alphonce, niliwahi kuzungumza na Abdi Banda. Nikawahi kuzungumza na Baraka Majogoro kipindi chokuwa anacheza South Africa. Wakaniambia lugha ni imekuwa pia tatizo kubwa hasa kwa wachezaji ambao wanaotoka Tanzania na kwenda kucheza nje. Ni lugha ni moja ya sababu ambayo inafanya wachezaji wengi wanakwama wanarudi Tanzania. Kuna ukweli katika hilo? Kama ulivyosema ndio, kwa mtu mwingine zaika ni sababu.
Kama nilivyokuambia kila kitu kinaanzia kwenye ubongo, mentality yako. Kama mimi nimeweza kwenda Serbia na nimejifunza Kiserbia na nikajua Kiserbia. Unaongea Kiserbia? Najua Kiserbia. Mtu akiongea hivi naongea naye. Na tutaamini vipi? Kakos. Maana yake? Hapa anambia mambo au how are you doing. Uzuri najua hata wanaoangalia kuna Serbia wanaelewa. Wanaelewa. Kakos najibu dogo. Mambo mengi. Inabidi ujifunze, kila kitu kujifunza, ukiweza kujifunza. Pia lugha ya mpira muda mwingine inaeleweka. Mpira una lugha yake. Lugha yake inaeleweka, maana kila kitu kinaekona zile kuna kwa maneno. Huwa najiuliza, unakuta timu na wachezaji wanazungumza lugha tofauti. Wengine wanaongea Kifaransa, wengine labda Spaniola, wengine Kiingereza, wengine Kiswahili humo na wanaelewana. Umeona? Sasa nikaa najiuliza wanaelewana vipi? Wanaelewa lugha ya mpira unajulikana. Yaani lugha ya mpira inajulikana. Wao anacheza hivi, tutatengeneza combination. Kama ni masuala set pieces, video analysis, kuna watu ambao wana translate kwenye lugha hiyo. Kila kitu kinaenda. Lakini ukienda benchi nyingine ukuta kama Serbia, muda mwingi wa Serbia wengi hawajui Kiswahili. Kiswahili hawajui Kiingereza. Wanaongea kilugha chao Kiserbia. Kuna watu ni wachache sana ambao wanaongea Kiswahili, wanaongea Kiingereza. Ukienda mazoezini unakaa tu hata watatu, sio lazima ukae wa kwanza. Unakaa watatu unaangalia pasi inapigwa hapa, inaenda hapa, inakuja hapa. Umo unazoea, mwisho wa siku unazoea. Lakini ukiamua kujifunza kitu tunajifunza na unaelewa vizuri. Nadhani lugha sote kwanza kikubwa sana. Kitu gani kinakutofautisha na wachezaji wengine kwa nafasi yako? Yaani kwenye nafasi yako unaocheza wewe, kitu gani kinakutofautisha na wengine? Kwamba tukikuona nasema yule ni Alphonse. Kwa wengi mimi mwenyewe siwezi nikajijua au siwezi nikajisema, lakini kwa wengi ambao wanaangalia wananiambia na energy yangu ni kubwa sana. Kama energy yangu ni kubwa sana, basi wewe ni mtaji mkubwa sana sasa kwenye modern football sasa hivi. Kama una energy ya kutosha huwezi kucheza kwenye ligi yenye intensity kubwa. Au huwezi kucheza mechi yenye intensity kubwa. Maana mwisho wa siku dakika 50 utakuwa umelala na viatu, umechoka. Kabisa Inabidi tanki lako liwe full. Ukiwa naamini ukiwa katika fitness nzuri, kila kitu kinakuwa kiko vizuri. Maana utakuwa uchoki. Maana muda mwingi mtu anafanya makosa ni muda ule ambao amechoka. Kwa kama unaweza kuwa na energy muda mrefu hauwezi kufanya makosa ya kizembe. Na mechi ipi kwa kweli ilikuwa ni bora zaidi ni katika mechi zote ambazo umewahi kucheza? Kwa sababu hii mechi kweli ilikuwa ni bora sana kwa mimi kwangu. Nimeshacheza mechi nyingi. Nimeshacheza mechi nyingi sana. Lakini kuna mechi unasema ilikuwa ni bora. Mimi mwenyewe najua nikipitia kazi zangu zote ambazo nilishawahi kuzifanya, najua kabisa hii kwangu ni the best. Yaani sijawahi kufanya kazi nzuri kama hii. Nimesema kwa nimeshasifiwa kwenye mechi nyingi na mimi mwenyewe nimecheza mechi nyingi kajua na nyingi. Lakini hivi karibuni nimecheza na Karabag. Ambao Karabag wametoka kucheza na Chelsea 1-1. Ilikuwa ni michuano gani? UEFA. Karabag wanacheza UEFA. Sisi tumekutana nao kwenye ligi. Tumetoka nao 0-0. Ambayo nadhani mimi kwangu mimi pia nicheza vizuri. Baada ile mechi uweze ukashangaa mashabiki wa timu pinzani wanakupigia makofi. Ni kitu ambacho nilipiga makofi maana nitoka mechi ile dakika nadhani ilikuwa ya 89 kwa dakika 90 baada ya kuumia. Sasa natoka kila mtu alikupigia makofi. Inaonyesha umefanya kazi nzuri na wewe mwenyewe ukijifeel ukienda kuirudia ukiangalia unasema yes wewe umefanya kazi nzuri, maana umecheza na wachezaji pia wakubwa. Karabag anacheza UEFA. Anampiga Copenhagen kwake. Kuja anampiga Benfica kwake. Ana draw na Chelsea, ni kati ya timu kubwa sana. Timu kubwa na wachezaji wakubwa na kila mechi wanashinda. Nadhani ndio mechi yetu ilikuwa mechi yetu ya kwanza nadhani bila kufunga goli na tumetoka nao pacha wako nyumbani. Kikosi chao chote kiko full mkoko. Na performance inaonyesha nadhani ndio mechi yangu nzuri na kubwa na wachezaji karibuni. Pia na game za AFCON kwa game nzuri kwangu sisi wenyewe tumeziona. Ni ulishawahi kukutana na changamoto ambayo yani kuna namna ikakukatisha tamaa ukatamani kuachana na kazi yako? Kabisa. Yani ilikuvunja moyo yani? Kunivunja moyo kabisa? Hapana. Bora hata nisingecheza mpira. Hapana. Najua mimi mindset yangu nilianza kuitune tokea zamani kwa kuwa mimi napenda mpira. Na mimi changamoto yangu kubwa ilikuwa mimi sipendi kufungwa. Wanaonijua kuna mtu anapenda kufungwa. Mimi nilikuwa nikifungwa mimi nalia kabisa. Yale machozi unayaona mpaka sasa hivi. Sasa hivi kidogo umeshakuwa sasa.
na matokeo yameshakuwa kichaka. Naumia ndio. Lakini sio yeye paka anatoa machozi nini. Lakini kwa muda kuna game nyingine unaumia machozi yanakutoka kwa kuumia. Lakini mimi sipendi kufungwa. Lakini changamoto zingine nadhani mindset tu ya mtu kuitengeneza. Mabaguzi utakutana nayo jambo la kawaida. Pia namshukuru Captain Samata pamoja na Ben Erasmus management yao. Pia na manage wamenipeka Serbia, vitu vyote kwa natufunza. Hivi hapo chini ya management ya kina Samata? Ya Ben Erasmus Samata management. Ndio. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kawaida ambao captain alishatangulia, ni idol kwetu wote. Kwa hiyo alikuwa analijua, anajua tena kutokea. Kwa kama sisi ndo mara yetu kwanza tumeenda Europe bado mdogo. Kwa alikuwa anakusifu, utakutana na hewa tofauti, kwanza kwa kuna baridi sana. Yaani anakujenga kimentality ujue. Kwa bado umeenda vitani, hapa inabidi upambane. Either you go strong or you go home. Chague mawili. Uende ukapambane au urudi nyumbani. Kwa hiyo mimi na moyo wa Simba, napenda changamoto, napenda kupambana. Kwa hiyo nikachukua hilo. Kwa hiyo vyote vilikuwa vinatokea, nilikuwa nishaanza kuona ni normal. Hata ukija ukinitemea mate utajua mwenyewe shauri yako. Nikija mazoezi na kurukia tena utajua mwenyewe. Kwa hiyo jambo la ubaguzi utajua mwenyewe. Jambo la ubaguzi kama vilikuwa vinatokea, kama nilikuwa naona unyume ya nini, mimi kwangu gani I don't care sana hivyo vitu. Lakini kwa mnategemea mtu jinsi gani mtu anapopokea. Kile watu wanaamua tofauti. Wewe kwa mwingine za kaenda kainamisha kichwa chini kashindwa kucheza mpira. Ni mentality yako tunajisi gani unapokea vipi. Hongera sana kwa hilo. Bwana Alphonce, juzi niliona ulibadilishana jezi na Brahim Diaz. Ni mshikaji wako ama kuna namna ilitokea hapo katikati mkajikuta? Hiyo ina story nzuri. Kwanza kuna ilitokea sijui kona ile. Ilitokea kona Masalanga alienda kumgonga, kuna mtu alinamgonga pale. Sijui aligongana. Nadhani kuna ligwa kwa contact. Sasa kwenye contact Hakimi alikuwa anajaribu kuja kumpressurize refa. Na yule Diaz alikuwa kuja kumpressurize refa. Sasa nikaona nasema mbona hawa wanaenda kumwataki sana refa. Sasa nikamfuata Diaz. Maana Hakimi alikuwa achana tangu sasa, nikamfuata Diaz. Sasa nikamwambia mbona mnampressurize refa, simwacheni kama ni VAR ataenda kuangalia. Hata baada ya kuona vile bwana mdogo confidence nyingi, nikamzingua pale kidogo, akaona ametulia. Baada ya hapo kuna mpira ulikuja, nilimpiga kibuyu. Ulimpiga Diaz? Nilimpiga kibuyu. Nilimpiga kibuyu kwa mwingine tena nilichukua nadhani kwa alikuwa ameshanimaki. Kwa alipotoka game ilipoisha, mimi naingia uwanjani. Tunasalimiana na wachezaji wengine, akanifuata kunisalimia, akaniambia you have good game. Yes, akaniambia you have very good game. You played good and umecheza vizuri. Kwa na mchezo mzuri, mimi nitakupa shati yangu. Nikamwambia sawa. Kipindi pia nakuja kuna wachezaji pia walikuwa wameshamuomba shati. Wa Tanzania. Wa Tanzania kwa chamu mshaka. Nikamwambia mimi nampa nani? Nampa Alphonce. Kwa hiyo kwangu nikamwambia hapa nikakupa shati, sawa, nikamwambia hamna shida. Basi nisubiri hapa. Alikuwa anataka kuchukua hiyo tuzo yake aliyopewa. Nisubiri hapa nakupa shati. Na wewe utanipa nini? Ya kwako. Kwa hiyo nimemsubiri hapa nikampa, akanipa ya kwake nikavaa, nikampa na kwangu. Kikubwa sana. Kikubwa sana. Hilo ni tukio moja kubwa sana kwa kwako. Maana mchezaji mchezaji mkubwa kama yule aki appreciate na ameshakutana na wachezaji wengi. Nadhani pia role model wa vijana wengi. Jezi imeenda kuweka ni frame hivi. Nadhani nitaitengeneza frame yenu. Nitaitundika pale kwa kijana. Au ndo mshikaji akija Alphonce na mbele jezi ya Diaz chukua. Hapana, kwa kweli atanisamea ndugu zangu. Hawezi. Una respect the OGs. Mechi ya Nigeria pia kuna tukio la kwako wewe na Osimhen. Ndio. Ilikuwaje? Wala ile mjomba yule ni aggressive sana. Na mimi muda mwingine kwa uwanjani sipendigi unyonge. Mwenye akwaga aggressive kuna muda. Yes. Sasa Baka akumchezea faulo sana ile kubwa, lakini mjomba anaanza kulalamika yule. Osimhen anaanza kulalamika. Sasa nalalamika. Anakuja huku kwangu huko, nikamwambia mbona unaongea sana Nikamwambia you talk too much. Akajibu why? Nilimtukana sema kweli. Ulimtukana? Nilimtolea kauli mbovu ndio. Alikuwa amekasirika akanifuata. Na mimi nikamsukuba, akanisukuba ndio pale akaja akaachanisha. Ndio ikawa hivyo. Lakini jamaa sema kwa yupo sana aggressive. Yeye mwenyewe alikuwa anatukana ovyo. Lakini alisha fresh. Yeye alisha fresh. Baada ya game tusalimiana tu fresh pale, kama fresh ni nadhani kwenye mpira ni kitu cha kawaida.
wachezaji kugombana, wachezaji kutukanana ni kitu cha kawaida sana, wenyewe kwa wenyewe mlio uwanjani. Hata shangaa teammates kwa teammates wanazozana, hiyo ni kawaida, lakini wakitoka nje ya uwanja wanakutana ndo my best friend, wanaongea vizuri na kupata dinner pamoja, lunch pamoja. Wengine mpaka wanapigana uwanjani. Niliona matukio ya teammates hata Osimhen pamoja na Lukman ndio. Niliona matukio kama hayo. Kwani mambo ya kawaida sana. Ni mambo ya kawaida sana. Maana pale jaziba imepanda, pressure imepanda. Yes, na watu wengine wanakuwa more aggressive sana. Yeah. Mimi nataka tuzungumzie lifestyle sasa. Ndio. Bwana, mimi nakufuatilia sana hata kwenye account yako. Ndio. Ni mchezaji fulani ambaye unapenda kudrip sana. Mambo ya kudrip sio shida zako. Ndio. Una designer? Nani anahusika katika kupangilia kodi zako? Mimi sina designer. Na kwangu na mwanangu mmoja tu Big Joe. Kwa mimi nikionaga kitu au yeye akionaga kitu kikali anatumia, anambia Big vipi hiyo? Kiangana anambia Big hii kali. Tunafanyaje? Letee. Kwa nachukua muda mwingine na angalia mimi mwenyewe nikiweka hapo jaja nikigonga hiki na hiki natoka. Basi au muda mwingine nikienda mwenyewe shopping nikipita nikiangalia nachukua 3 natundika, najua sasa hivi unyama sema kweli napenda kuvaa ya. Basi kuna mshikaji wako nilikuwa naongea naye juzi nikamza hivi Alphonse ni mtu namna gani? Sasa sijui kama alinipiga, anaitwa Jedidia. Ndio Dave. Akaniambia Alphonse alikuwa ni modo. Ndio maana masuala ya kudrip kwake sio shida zake. Ndio. Sasa nikasema nitakuja kumuuliza mwenyewe. Kuna ukweli hapo kama ulikuwa modo ama unafanya modeling? Ni jambo pia nalolipenda nje ya uwanja. Napenda modeling, napenda style, napenda nikiona watu wanavaa vizuri. Napenda mimi mwenyewe nikivaa vizuri. Kwa unajua siku zote ukiwa umevaa vizuri umependeza, confidence yako inakuwa nzuri. Hata Konde anakuambia if you drip good, you smell good, you play good. Yani ukiwa unavaa vizuri, unanukia vizuri, unacheza vizuri pia inakujengea confidence yako. Na mimi pia napita umo. Napenda kuvaa sana. Kwenye simu yako ndio una namba gani ya mtu ambaye ni maarufu? Yaani kwa kwao unasema huyu mtu maarufu kwenye simu yako. Kwenye simu yangu? Sama go Captain Diego. Samata. Simu moja tu fresh ya miguu. Captain ana baya Captain. Swala baya Captain ana kabisa. Samata ni role model kwa vijana wengi. Mimi mwenyewe nakuwa namwangalia Samata. Vijana yote ambao anakuwa kwenye mpira anamtazamia Samata kama kioo. Maana sio vyepesi kuanzia Mbagala, cheze Mazembe, Belgium, cheze paka English Premier League, Aston Villa, sio kitu chepesi. Bad France Premier League. Hususan kwa sisi wa African, sisi Tanzania bado nchi yetu ni ndogo. Kule kwa western wenzetu wa western country kule kwao ni kitu cha kawaida. Sababu kuna watu wao wakubwa walishatengeneza njia, kina JJ Okocha, kina Kanu huko, kina nani. Kwa mtu anaweza kutoka pale miaka 18 pap akaenda Bayer Leverkusen. Akatoka pale Nigeria akaenda Inter Milan, akatoka Nigeria akaenda Uingereza. Kitu cha kawaida kwa sababu kule kuna mascout wengi wanaenda kuangalia kule vipaji. Sisi kwetu bado havijafikia Tanzania, sema mascout wa vilabu vikubwa waje Tanzania kuchukua wachezaji kuwapeleka kule. Kwa inahitaji kwanza watu ambao wanatengeneza njia, na kama unaona captain tayari alishaanza kutengeneza njia. Mascout sasa hivi wengi wanatupia jicho na hivyo tunazidi kupambana na sisi. Na kutoka huku tusogee juu. Pia kama nchi zingine wanaona Morocco, wachezaji wao wengi wamezaliwa huko Ulaya. Na si unakuta mtu ameanzia academy KRC Genk, sasa kwa nini asicheze Uingereza? Na pia watu inabidi wamheshimu captain, maana alipoanzia ni mbali kabisa. Captain alipoanzia Mbagala mpaka kucheza English Premier League ni mbali sana. Sembuse kuna watu wengine wamezaliwa pale Belgium, wamecheza mpira, wameishia vilabu vya Belgium, hawajacheza English Premier League. Fikiria mtu mwingine amezaliwa pale Uingereza lakini hajacheza English Premier League. Mtu ametoka Mbagala, fikiria hiyo leo kutoka Mbagala mpaka kucheza kule. Ni mbali sana, inabidi watu wamheshimu na wampe heshima yake captain. Kabisa. Tubaki hapo kwenye simu yako. Kwenye simu yako ni picha gani ni most saved sana kwenye simu yako wewe? Picha ya nani? Picha ya nani ni most saved? Yaani unaweza kukuta labda wallpaper, sometimes unaweza yani DP. Yaani ni picha unaipendelea kwenye simu yako? Picha yangu mimi mwenyewe najiweka mimi mwenyewe sana. Na mama yangu, familia yangu, baba yangu, dada mwingine, wadogo zangu.
lakini muda mwingi sana picha nyingi za kwangu mwenyewe. Ni matukio gani ambayo au tabia tuseme gani ambayo unakuwa ya kijinga ni wewe unapenda kuyafanya sana ukiwa na marafiki zako? Tabia ya kijinga? Hapana, sina tabia ya kijinga. Funny? Yes, mimi ni funny. Pia watu wanaonijua mimi ni humble. Okay. Nafikika. Sina ile tabia tuseme ya majivuni wala nini. Kwa ndo maana mtu akiwa karibu yangu siwezi nikamtreat vile eti mimi ndio king. Yaani kama ni washikaji, yani tushazoeana, tutapiga story za kawaida, matani ya kawaida, lifestyle ya kawaida kabisa. Ya kabisa. Na ni chakula gani ambacho unapendelea kula mara nyingine hata ukiamshwa saa 8 usiku? Mtu chakula saa 8 usiku? Mimi napenda kula sema kweli ugali dagaa. Msukuma ni? Msukuma, ugali dagaa, maziwa mchindi pale kidogo. Iconi. Tuondoke hapo. Wewe unapenda mtu akuseme, akwambie ukweli, akuepuke ama akae kimya tu? Nani? Labda na mshikaji wako amezingua, akwambie ukweli, akuseme kwa mtu ama akae kimya? Mimi napenda mtu aje anifesi mwenyewe, anaambie mwenyewe. Na mimi pia ni mtu wa kusikia sana. Yaani mimi ukija kuniambia bana wewe mapungufu yako ni kitu fulani. Ndasema huyu ananipenda. Kwa hiyo naachukua hayo na changanua mwenyewe na ubongo wangu. Kweli alichokisema hapa kuna kitu kweli sio sahihi ambacho kufanya. Kwa hiyo inabidi nikifanyie kazi. Nadhani ndio kitu ambacho kinanijenga pia na kinanifanya mimi nazidi kukua zaidi na zaidi. Mimi napenda kusikiliza sana. Mtu akija kuniambia kitu fulani, hichi kweli nakifanyia kazi. Mwenyewe nakiona kweli kabisa hichi kweli kinanisumbua hiki. Inabidi nikifanyie kazi tena kwa usiriasi mkubwa sana. Mpaka mtu mwingine ameweza kuona weakness yako. Yeah. Nyumbani kwako ni chumba kipi unakipendelea sana? Kwangu? Kulala. Yaani unakuta nyumba na vyumba vingi, labda kuna games, kuna chumba labda cha kulala, kuna yani tofauti yani. Lakini kuna chumba yani unaweza sometimes kuna mwingine mpaka anaacha chumba chake cha kulala, kuna chumba anakipendelea kucheza. Hapa nikienda anacheza game sana. Mimi napenda tu chumba changu cha kulala. Unapenda kulala? Chumba changu cha kulala nikikaa pale tu naangalia kitu. Au nikichati usingizi unanibeba hapo. Ndio pa kuuliza hapo muziki anapenda sana chumba changu. Sipendi kukaa sitting room hivi naangalia kitu hivi. Sana. Na wewe ni mtu wa kuchill ama ni mtu wa drama kwenye mahusiano? Nani? Ni mtu wa kuchill au ni mtu wa drama? Napenda kuchill. Sipendi drama, napenda kuchill. Unapenda kuchill? Kuchill. Kupumzika. Na ungepata nafasi ya kubadilisha sheria moja kwenye mpira, sheria gani ambayo ungeipenda ungebadilisha? Ningependa nafasi ya kubadilisha sheria moja kwenye mpira. Ungebadilisha sheria gani? Sasa naona zote ziko sahihi. Basi kuna mwingine anambia bwana kwenye offside pale unazidi mkono tu hivi yani sheria mwezo azipende. Ni mwingine anambia penalty, mfano kama ile penalty tukiachana labda ile ndo namtafuta labda mtu wa qualify kwenda sehemu nyingine ubingwa. Kuna ile ambayo mkipigwa penalty watu wanakaa huku na huku wanavizia. Na watu wengine pia ni wao wanapenda yani ipigwe direct tu. Yaani sheria mfano ndogo kama hizo. Mimi naona zote zipo sawa, zote ambazo zinafanya pia kuleta ladha ya mpira. Hata anatokea watu wanakaa wanazungumzia zile moments, unajua. Inaleta msisimko, ndio na ladha watu wazidi kuipenda mpira. Mimi naona zote zipo sawa. Hata hivi yala kuja ipo sawa. Lakini japokuwa watu wengi pia wanaipinga, bora isingekuja ili pate ule msisimko, bora offside ikipigwa goli watu walalamike huko mtaani nini. Lakini VAR imekuja pia collect. Pia VAR nyota walalamika inakosea pia, unajua. Yes, hiyo ndio mpira ulivyo. Mimi na sheria zote zipo sahihi. Vitu vyote ambavyo wanabeta kwenye mpira vipo sahihi. Ni kitu gani ambacho unapendelea kufanya kwenye muda wako wa ziada? Muda wangu wa ziada napendelea sana kufanya. Napenda kufanya mazoezi sana. Napenda kufanya mazoezi yangu binafsi. Napenda kuingia gym. Kuingia gym kupumzika. Basi. Hivi Alphonce, ulishawahi kuwaza kurudi kucheza soka la nyumbani? Kuna muda utafika utarejea kucheza soka la nyumbani, lakini kwa sasa hivi target yangu kubwa ni kucheza Europe sana, sababu pia tuna wadogo zetu ambao wanakuja kabisa. Inabidi na sisi tupate watu ambao watatengeneza njia ambao pia wao itafanya nyepesi wao kuingia Europe kama wenzetu waliofanya wachezaji wa Western Union.
inabidi tupate watu wa kutengeneza njia. Kwa najitahidi na mimi kadri ya uwezo wangu, kadri ya Mwenyezi Mungu atakaponijalia, nijaribu kuchonga njia kwa watu wanaokuja ili tuwasaidie kama mimi nilivyosaidiwa. Mwenyewe nimesaidiwa, lazima mimi nisaidie watu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka hivyo pia. Na ikitokea mfano ukaja ukacheza soka la nyumbani, unatamani kucheza timu gani? Nacheza timu yoyote. Mimi si mchezaji na kazi yangu ni mpira. Timu yote itakayokuja na ofa, mimi nacheza. Hauna noma wewe. Sina noma. Bwana, mimi nashukuru sana. Umekuwa na wakati mzuri sana wa kuzungumza na wewe. Tumefurahi Bongo 5. Pengine labda wewe una chochote cha kuweza kuzungumza na shabiki yako, shabiki wa Alphonce ambaye anakutazama hapa, lakini pia wachezaji ambao wana ndoto kubwa za kufika mbali zaidi, wakati wako. Kabisa napenda kuwashukuru Watanzania wote kwa jinsi walivyonipokea kabisa. Kwangu hapo nimekuwa ni mashindano yenye heri na baraka kweli. Napenda kwa mshabiki wangu yoyote, kwa mtu yote ananitazama, nampenda na Mwenyezi Mungu ambariki, na pia azidishe mapambano kwenye kitu chake chochote anachokifanya, na imani Mwenyezi Mungu atamfanikishia pia njia yake katika chochote anachokifanya. Na sisi tunakutakia kila la heri. Amen.